You do miracles, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hearts in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hearts in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pigie Bwana Yesu makofi, haleluya. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana wa Yesu. Muongezee Yesu makofi na vigelegele tena, haleluya. Sijasikia unapigia Yesu makofi asubuhi ya leo. Ongeza makofi, makofi, makofi kwa Bwana. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, wewe mwenye uweza, tunakutukuza. Unaweza ukaketi katika uwepo wa Bwana, keti katika uwepo wa Bwana, keti katika uwepo wa Bwana, keti katika uwepo wa Bwana. Andika dalili za kukua kiroho, dalili za kukua kiroho, dalili za kukua kiroho. Roho Mtakatifu, naomba unitumie kama chombo mchana wa leo kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu, amen. Dalili za kukua kiroho, dalili za kukua kiroho. Naomba watu wenye Biblia na wanajua kusoma vizuri wakamate Biblia zao na wawe sharp katika kusaidizana hii kazi sasa. Dalili za kukua kiroho, dalili za kukua kiroho. Utajuaje kwamba mtu huyu anakuwa kiroho? Utajuaje kwamba mtu huyu anakuwa kiroho?
Tunapozungumzia ukuaji, tunazungumzia tendo endelevu linalotakiwa kuendelea wakati wote. Ukuaji ni tendo endelevu ambalo linatakiwa kuendelea wakati wote, na katika tendo hili ni tendo ambalo halina ukomo, tendo ambalo halina ukomo. Ukuaji ni tendo ambalo halina ukomo mpaka Yesu anaporudi. Kukua. Dalili za kukua kiroho. Kukua kiroho ni moja ya vitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo, na hasa sisi ambao tuna safari ya kwenda mbinguni. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sasa mara nyingi Yesu Kristo katika mafundisho yake alifundisha kwa habari ya kukua kiroho. Kuna mambo mengi sana ambayo ni ya msingi kwa nini mtu akue kiroho. Kuna umuhimu mkubwa wa Mkristo kukua kiroho. Kuna umuhimu mkubwa wa Mkristo kukua kiroho. Ukuaji wa kiroho ni wa muhimu sana. Naweza nikatolea mfano mtu aliyezaa mtoto halafu anatamani mtoto wake akue. Shabaha na shauku ambayo inajengwa ndani ya mzazi aliyemzaa mtoto. Mzazi anakuwa na shabaha na shauku kubwa, anatamani kuona mtoto wake anakuwa. Kwa nini mzazi anatamani kuona mtoto wake anakuwa? Kwa nini? Mzazi anakuwa na malengo. Mzazi anakuwa na mambo ya msingi. Mzazi anakuwa na vitu vya maana vinavyomsababisha yeye kuugua ndani ya moyo wake na kutamani mtoto wake akue. Maana siku zote mzazi anajua mtoto wangu asipokuwa ataendelea kuwa mtoto, na kuendelea kuwa mtoto utafika mahala utakuwa ni mzigo kwangu kama mzazi. Kama mtoto atabaki kwenye na level hiyo hiyo alionayo, mtoto anatambaa miaka nenda rudi, mtoto anatambaa miaka nenda rudi, mtoto atembei, mzazi anaugua ndani ya moyo. Kwa nini mtoto wangu atembei? Anatamani kama angekuwa na uwezo angemfanya hata akimbie, lakini mzazi anaugua ndani ya moyo miaka 5, mtoto atembei. Utaona mzazi anaanza kulia. Unamuuliza nini, umekosa chakula? Anasema hapana, chakula kipo. Mume wako hakupendi? Hapana, ananipenda. Nini, umefukuzwa kazi? Hapana. Sasa mbona unalia? Mzazi anakuambia mwanangu ana miaka 6 hatembei. Mwanangu ana miaka 10 amekaa tu. Kwa nini amekaa? Hakutakiwa kuendelea kukaa. Lakini kuna muda wa mtoto kukaa, mzazi anafurahi. Lakini ule muda unapopita, mzazi anatamani kwamba kwa umri huu angelifaa kwenda kwenye hatua nyingine. Mzazi anajua mtoto asipokuwa akaongezeka, hatomsaidia katika majukumu yake, hatomsaidia, atakuwa mzigo. Mzazi anajua mtoto huyu asipokuwa akajifanyia majukumu mengine, sitoendelea kumbeba kwenda naye sokoni, maana ataendelea kunisumbua. Huu mzigo unatakiwa uende na ufike mahala uishie hapo, niendelee na maisha mengine. Na mtoto akikua, mzazi anajivuna, maana mtoto ataanza kufanya majukumu hata ambayo mzazi angefanya. Kuna mahala mzazi anapikia mtoto, lakini kuna wakati mzazi anatamani mtoto ampikie mzazi. Faida
faida ya kukua. Lakini kama mtoto anapikia mtu chakula miaka nenda rudi, mtoto hajawahi pikia mzazi, mtoto hajawahi tumwa sokoni, mtoto hajawahi kwenda shambani, mtoto hajawahi kuleta baraka nyumbani, mzazi anaugua ndani ya moyo, kwa nini mtoto wangu akue? Kama ambavyo kuna umuhimu wa kukua katika mwili, kuna umuhimu mkubwa sana kukua kiroho. Na mpendwa, usipokuwa kiroho, Mungu anaugua ndani ya moyo wake. Kwa nini haukui kiroho? Kwa sababu kuna majukumu unatakiwa upewe uyafanye. Kristo asipokuwa kiroho ni changamoto. Kristo asipokuwa kiroho ni mzigo. Kristo asipokuwa kiroho, Biblia inasema ni mtu ambaye anastahili kutapikwa, kwa sababu amekataa kukua kiroho. Kristo asipokuwa kiroho, Baba mpendi. Kristo asipokuwa kiroho, mambo yanaharibika. Tatizo ni nini? Amekataa kukua kiroho. Ni hatari kubwa sana kwa Mkristo kuwa mtoto siku zote. Hatari kubwa. Kristo ni hatari akakubali kuwa mtoto siku zote. Ni hatari kubwa. Mathayo 17 mstari wa 17. Niliomba nipate wasomaji wazuri watakaonisaidia kwenda na spidi hii ili nifikie kwenye lengo ambalo Kristo anakusudia mchana wa leo. Tuseme amina. Kama mtu amepata hapo Mathayo 17 mstari wa 17, ninaomba atusomee Mathayo 17 mstari wa 17. Karibu. Amen. Yesu akajibu akanena, hawakutaka sawa wote 10. Ndiyo. Hawakutaka sawa wote 10. Wale kenda na wapi? Endelee mstari wa 18. Ndiyo. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Mstari wa 19 unasema akamwambia, inuka, enenda zako, amani yako imekuokoa. Tuko sawa? 17. Mbona naona nini ndiko tofauti? Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini. Hapo ndo nilikuwa nataka. Enyi kizazi kisichoamini. Kilichopotoka. Nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Ishia kwanza hapa. Nitakaa nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Shamaa ya Kristo alikuwa anatamani kwa kiwango kile na kwa kipindi kile na kwa wakati huo wanafunzi wake wangekuwa kwenye level nyingine. Sajini watoto watulie. Wangekuwa kwenye level nyingine, lakini anashangaa wanafunzi wake bado wako kwenye level ya uchanga. Sasa Yesu anauliza maswali, nitaendelea kuchukuliana nanyi hata lini? Hakuna dhambi yoyote waliotenda. Tatizo mbaya ambalo walifanya, na mpaka Yesu anawaambia kizazi hiki ni kizazi cha namna gani kisichokuwa. Kama wanafunzi wa Yesu walikuwa watoto siku zote, hawakukua. Hii ilitokea baada ya mtu mmoja kumpeleka mgonjwa wake kwa wanafunzi wa Yesu. Na alipompeleka yule mgonjwa, wanafunzi wakaomba muujiza ukutokea. Na baadaye huyu mpendwa akaona Yesu anatenda miujiza, akampeleka yule mtoto wake
Yesu Kristo, akasema nimemleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza. Na mimi nilijua hawa ni wafuasi wako, wanatenda sawasawa na wewe, lakini nilipomleta hawakuweza. Nimemleta Yesu mponye. Yesu akamponya yule mtoto. Alipomaliza kumponya, Yesu akawageukia wanafunzi wake akawaambia, haya mambo mlipaswa kuyafanya ninyi, lakini mbona mmekuwa watoto siku zote? Manake mtoto hawezi kufanya mambo yote, ila mtu mzima anafanya mambo yote. Kama nielewe vizuri, usione raha kuwa mtoto, kwa sababu mtoto kuna mambo uwezo kufanya. Unaweza kuona vizuri kubebwa, lakini kuna mambo uwezo kufanya. Kuna faida ndogo sana ya kuwa mtoto, lakini kuna hasara kubwa sana ya kuwa mtoto. Mtoto hawezi kupambanua jema na baya. Mtoto anaweza akafanya vituko hadharani mbele ya wazazi wake. Mtoto anaweza akatoa matusi makali ya nguoni mbele ya wazazi wake. Unaona madhara ya kuwa mtoto? Mtoto hawezi kupambanua jema na baya. Mtoto sasa Yesu anamwambia, mbona mkuweza kuondoa huyu pepo? Halikuweza kuondoka kwa sababu mmegoma kukua. Kuna mambo huwezi ukayafanya isipokuwa umekuwa kiroho. Ukuaji wa kiroho unaanzia wapi? Ukuaji wa kiroho unaanzia pale mtu anapompokea Roho Mtakatifu. Nafundisha kwa habari ya dalili za kukua kiroho. Ukuaji wa kiroho unaanzia pale mtu anapompokea Roho Mtakatifu. Na huyu Roho Mtakatifu tunayempokea, japo watu wengi wamemgeuza kwamba yeye mtu akimpokea Roho Mtakatifu ni kulia tu basi. No, kuna kulia, lakini kuna kitu kingine kinachotakiwa kifanyike. Baada ya kunena kwa lugha unafanya nini? Tutajuaje umekuwa kiroho? Cha kwanza, Roho Mtakatifu akae ndani yako. Tutajuaje kwamba fulani amekuwa kiroho? Roho Mtakatifu ni dalili ya kwanza ya ukuaji wa kiroho. Kwa nini kwanza Roho Mtakatifu? Katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8 Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Walio na nguvu sio watoto tena. Walio na nguvu ni watu wazima. Walio na nguvu ni watu wanaopambanua, ni watu wanaoweza kufanya jambo lolote kwa sababu wana nguvu. Kwa hiyo aliyekuwa kiroho lazima awe na nguvu za kiroho. Sasa hizi nguvu ambazo Yesu anazisema katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8 sio nguvu za ugali, sio nguvu za kula mahindi, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu za kiroho akisha kuajilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Unaanza kukua kiroho, kwa sababu ukuaji wa kiroho, yani mbolea ya kiroho, virutubisho vya kiroho ni Roho Mtakatifu. Huwezi ukakuwa kiroho kama una Roho Mtakatifu. Huwezi. Utaishia tu dini na liturujia na mambo mengine na sheria mbalimbali ndani ya kanisa utakariri
na ubatizo utabatizwa, na ninyi utafanya kila kitu utakifanya. Utajua nyimbo za tenzi na kila kitu ndani ya kanisa, na muda wa ibada ni mambo mengine ndani ya kanisa utayafahamu yote. Lakini uwezi ukakua kiroho kama Roho Mtakatifu hayumo ndani yako. Wezi. Sasa Yesu anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu. Kwa maana nyingine anasema, lakini mtakuwa, mtaongezeka, mtakuwa na uwezo wa kupambana na adui zenu. Lini? Sio baada ya kula ugali, sio baada ya kula chipsi. No, baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yenu, ndipo mtakuwa na nguvu ya kiroho. Sema amina kwa sauti kama umeokoka huko mahali hapa. Lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na nguvu ya Roho Mtakatifu inapokuja juu yetu inakuja kufanya nini? Inakuja kutekeleza majukumu ya kiroho. Hapo nisikie, nguvu ya Roho Mtakatifu, yani nguvu ya kiroho inapokuja juu yako inakuja kwa ajili ya majukumu ya kiroho. Sasa ili ujue una nguvu ya kiroho na umekuwa kiroho na nguvu ya Roho Mtakatifu imekuja juu yako, tafuta majukumu ya kiroho uende kuyatenda, na ukiingia kuyatenda utaona una nguvu ya kiroho ya kujukumika katika majukumu ya kiroho. Kabla wanafunzi wa Yesu Kristo hawajapokea Roho Mtakatifu, walikuwa wachanga siku zote, hawakuweza mambo mengi, ikiwemo na jambo la kwanza ambalo tumeona, wanaleta wagonjwa mbele yao, lakini wanashindwa kuwaombea, wanashindwa kuwaponya. Kwa nini walishindwa? Kwa sababu moja ya jambo la msingi ambalo linaweza likamsababisha Mkristo akakuwa kiroho. Biblia inasema akawa na uwezo wa kuhamisha milima, akawa na uwezo wa kumwambia shetani, nyuma geuka, sikutaki hapa, na shetani akatii. Ni pale Roho Mtakatifu anapokuwa juu yake. Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa bado hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio maana wanashindwa kuombea watu na kupona. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kabla hajaingia ndani ya mtu au hajaingia ndani ya wanafunzi wa Yesu Kristo, si ndio? Tunaelewana? Sema amina kama unanisikia vizuri. Sema amina kama unamsikia Roho Mtakatifu. Sema amina kama utuko pamoja kwenye ibada. Haleluya. Jambo la kwanza, wanafunzi kabla hawajampokea Roho Mtakatifu hawakuweza kuomba. Yaelewa vizuri? Kabla wanafunzi hawajampokea Roho Mtakatifu hawakuweza kuomba. Ndio maana unaweza ukapigana na mtu, ukalazimishana na mtu njoo kwenye maombi na asiombe, au akaja kwenye maombi na asiweze kuomba. Kumbe shida sio kwamba hataki kuja kwenye maombi, shida ni kwamba Roho Mtakatifu hayumo ndani yake. Kwa sababu anayetuwezesha kuomba ni Roho Mtakatifu. Unaweza ukashangaa mtu anaanza kuomba miayo, anapiga miayo kuanzia mwanzo wa maombi mpaka mwisho wa maombi, amechoka masaa yote. Unafikiri ni kwa sababu labda amekula chakula, au ni kwa sababu hapendi kuomba, au ni kwa sababu ana shida. Yawezekana yuko ndani ya kanisa ana shida nyingi, lakini hawezi kuomba. Kinachomsaidia mtu hawezi kuomba Roho Mtakatifu. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu wanapigana na Yesu. Katika ile Mathayo sura 26 mstari wa 39 tusome mpaka wa 45. Naomba wasomaji wazuri wanisaidie hapo. Sijui mtapata wasomaji wazuri hapa kanisani, lakini Mungu atafanya kwa wakati. Lakini natamani wasomaji wazuri ambao wanaweza kutembea na mimi vizuri. Amen. Mathayo 26
39 mpaka 45. Amina, tutasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawaendea wanafunzi wake, akawakuta wamelala, akamwambia Petro, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Ishia tu hapo. Yesu mara tatu anarudi kwa wanafunzi wake. Yeye kule anaomba, lakini anarudi kwa wanafunzi. Mara ya kwanza anakuta wamelala, anakwenda mara ya pili wamelala, mara ya tatu wamelala. Alipomalizia awamu ya mwisho akawaambia, laleni, mmeshachelewa. Japokuwa Yesu alikuwa anawaonyesha, aliwaambia kabisa madhara ya kutokuomba. Majaribu yanakuja, na msipoomba mtaingia majaribuni. Ndio maana kila siku tunapiga kelele, njoo kwenye maombi. Usipoomba itakuwa hivi na vile na vile na wapi na wapi, lakini bado mtu haelewi. Sio kwamba hataki. Uwezi ukaomba kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Nataka nikutoe mbali kidogo. Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu ametafsiriwa kwa namna nyepesi, na hii ni dini imetafsiri hivyo ndani yetu kwa lengo la kutuua kiroho. Watu wengi wameridhika ya kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yao kwa sababu wananena kwa lugha. No, hata wazinzi wananena kwa lugha, wachawi wananena kwa lugha, walevi wananena kwa lugha. Ishara ya kunena kwa lugha sio uthibitisho ya kwamba Roho anakaa ndani yako. Roho akikaa ndani yako, kuna dalili tutaziona. Tumeenda level nyingine kidogo hapo. Tutoke kwenye habari ya kwa lugha. Ndio maana kuna watu wengi wananena kwa lugha, lakini ukitangaza maombi hawaji, na hata wakija waombi wanapiga miayo. Wanafunzi wa Yesu Kristo walishindwa. Yesu walikuwa naye duniani. Yesu anahimiza. Jamani, Yesu alikuwa anaangalia kwenye maombi. Alikuwepo anaangalia saa nusu saa imepita hii sasa. Nisikia hata wanaomba hakuna. Saa moja hakuna. Yesu anaona, jamani, amkeni. Ombeni, majaribu yanakuja. Ombeni majaribu. Yesu anaondoka pale usingizi pa. Yesu anaenda kule anaomba, anarudi tena anaomba, jamani, la amkeni, msilali, majaribu yanakuja. Yesu akigeuka, wewe omba wewe peke yako, wanalala usingizi pa. Mpaka mara ya mwisho, pamoja na kwamba Yesu alimuona kwa damu, macho ya damu na nyama, lakini bado hawakuweza kuomba. Kama unanielewa sema amina. Amen. Sema tena amina. Amen. Kwa nini walishindwa kuomba? Sio kwamba hawakutaka kuomba. Roho Mtakatifu hakuwa juu yao. Na utaungana na mimi kwamba Roho Mtakatifu kweli hakuwa juu yao, lakini wanafunzi wao walitaka kuomba, ila Roho Mtakatifu wa kuwasaidia kuomba hakuwa juu yao. Utagundua kiki ambacho nakisema pale ambapo sasa katika Matendo ya Mitume wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wale wanafunzi waliokuwa wanalala, wakina Petro amelala usingizi na Petro alisinzia, wakina Yohana walisinzia, wale waliolala baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Mimi nasema hata ikatimia siku ya Pentekoste, wakawa katika mjengo, walipokuwa pale ikatokea, wakaomba bila kukoma. Roho Mtakatifu akaja juu yao. Alipokuja juu yao, wakaanza kutenda mambo ya ajabu, wakaanza kuomba bila kuhimizwa. Hakuwepo Yesu, lakini wakati huo waliomba zaidi na zaidi, kwa sababu Roho alikuwa ndani yao. Roho Mtakatifu
Mtakatifu akiwa ndani yako, huwezi ukasukumwa kuomba. Wakisema maombi ni kama vile wamechelewa, kama vile kuna vitu vilikuwa vinatakiwa vitoke, walikuwa wamekubana bana, maana Roho Mtakatifu wa maombi yuko juu yako. Wakisema kuomba tayari unazama, unaona dakika 30 ni chache mno, unatamani upewe saa, maana ni Roho Mtakatifu wa maombi yuko juu yako. Unasikia kunena kwa lugha, unasikia kumpiga shetani, maana Roho wa maombi yuko ndani yako. Kuna nguvu ya Roho Mtakatifu inayotuwezesha kufanya mambo ya kiroho. Kama tungekuwa tunaomba vizuri sana, tunapokula ugali, tungekuwa tunakuja na ugali kanisani, tunawaambia watu sasa tunataka kuelekea kwenye maombi, naombeni tule ugali tupate nguvu za kuingia kwenye maombi. Nakwambia mambo yasingekuwa na shida, maana tungetafuta tu unga wa kutosha, tena tungekuwa tunapikia hapa, kwa sababu kila mmoja angeingia kwenye maombi akiwa na nguvu. Lakini kwa bahati mbaya, katika maombi ambayo tunayaomba, tunayopeleka kwa Bwana, hayahitaji nguvu ya ugali, yanahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Na ndio maana hata mtu atakuwa amekula ameshiba, hawezi kuomba. Unajuza si umekula umeshiba, hata sio maombi ya kufunga, mbona unaweza kuomba? Akishakula akashiba, unashangaa usingizi umeingia. Pepo namwambia kalale, anaenda. Kwa hiyo dalili ya kwanza ni kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, dalili ya kukua kiroho. Wewe ukaniambia wewe umekuwa kiroho kwa sababu ya miaka mingi ambayo umekuwa kanisani. Never. Mnganajivunia, unajua mimi nimeokoka mwaka 87. 87 haina chochote kama hakuna kitu cha kimungu ndani yako. Mimi nilikuwa muombaji hata kabisa, niliombaga sana ule mwaka wa 90. Huo mwaka wa 90 hautakusaidia kama umeshakufa kiroho. Wanafunzi wa Yesu hawakuweza kutoa pepo. Mathayo 17:14 mpaka 16, andika tu hivi. Hawakuweza kutoa pepo. Ukiwa mchanga kiroho, huwezi ukatoa pepo. Ukiwa mtoto kiroho, huwezi ukatoa pepo. Wezi wanafunzi walikaa na Yesu mdao. Unaweza ukakaa na mchungaji Zakaria hapa miaka yote, wewe ni mchanga tu kiroho. Hata kama mnatembea naye unambebea Biblia wakati anahubiri, lakini wewe huwezi ukakemea hata pepo, huwezi ukaombea hata mgonjwa, huwezi, yani hauna chochote. Kitu kingine, wanafunzi wa Yesu hawakuwa na ujasiri. Hivi vitu vyote vinakuja Roho Mtakatifu anapokuwa juu yako. Lakini kitu kingine, hawakuwa na ujasiri. Ile ni Mathayo 14:32 mpaka 33. Naomba usome hapo Mathayo 14:32 mpaka 33. Hawakuwa na ujasiri kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa bado hajakaa juu yao. Saidia kusoma hapo mwana wa Mungu. 14:32 mpaka 33. Ndio. Nao 34 anasema nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao walikuwamo ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. 34 Na walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti. Mathayo 14:32 mpaka 34. Ndio. Hebu naomba usome tena. Kwanza 32. Nasema nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma.
Nao walipopanda Biblia inasema nao walipopanda chomboni pepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Wakati upepo unasumbua, wanafunzi hawakuwa na uwezo hata kukemea upepo. Naomba uketi tu, mtumishi wa Bwana. Hawakuwa na uwezo wa kukemea upepo. Walikuwa waoga. Uoga ule ulisababishwa na kutokuwa na Roho Mtakatifu. Maana siku zote wanatembea na Yesu, lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Lakini kitu kingine hawakuweza kuhubiri. Matendo ya Mitume 4:31. Naomba mtu anisaidie hapo kusoma Matendo ya Mitume 4:31. Anayetusaidia kuhubiri Injili ni Roho Mtakatifu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Walipojaa Roho Mtakatifu ndipo wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Huwezi ukanena neno la Mungu kwa ujasiri kama una Roho Mtakatifu. Nakwambia ukweli rafiki yangu. Huwezi ukanena neno la Mungu kwa ujasiri kama hauna Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo dalili ya kwanza ya kukua kiroho ni kumpokea Roho Mtakatifu. Hebu sema kwa sauti, kumpokea Roho Mtakatifu. Hiyo sio sauti yako yote, sema tena, kumpokea Roho Mtakatifu. Jambo la pili ni kujishughulisha na mambo manyonge. Dalili ya pili ya kukua kiroho ni kujishughulisha na mambo manyonge. Mambo manyonge ni yapi? Yale ambayo hayana heshima machoni pa watu. Mtu ambaye amekuwa kiroho au ni shida kuja kufagia kanisa. Mtu ambaye amekuwa kiroho au anayekuwa kiroho au ni shida kwenda kudeki pale chooni, bila kujali cheo chake, pesa zake, elimu yake, nguo zake, heshima yake. Dalili ya pili ya kukua kiroho. Nimesema dalili ya kwanza ni kujaa nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini dalili ya pili ya mtu kukua kiroho ni kujishughulisha na mambo manyonge. Hapo watu wengi wamechengwa sana. Maana mtu akishapata kazi, ana cheo fulani, ni bosi, huwezi kuja kusafisha vitu watu wakae. Huwezi kuja kusafisha hapa kanisani pakapendeza. Huwezi kuja kusomba maji pale tunakofuata maji kwa ajili ya mambo hapa ya kanisani. Hawezi kufanya chochote. Maana yeye ni bosi bwana. Kuja na gari yake safi, anapaki pale, ametulia, hataki bugudha. Tena anafika anaangalia kiti, kama kiti kina vumbi anafanya. Kugundua kuna vumbi, hawezi hata kufuta, anatafuta kingine. Au anaagiza, anaita shemasi, wewe shemasi njoo hapa. Hebu naomba ufute hapa. Hivi vitu havijakaa vizuri. Dalili ya pili ya kukua kiroho ni kujishughulisha na mambo manyonge. Ukitaka kukua kiroho na ukitaka kujua kwamba unakuwa kiroho, jitathmini, mambo manyonge unayafanya mara ngapi? Yaliyodharauliwa na kuonekana hayana faida, unayatenda au unayaacha? Mimi wakati wote, hata nimekaa katikati ya wachungaji, napenda sana kutumwa, na kama sijatumwa naona kuna nafasi ya kufanya, nakimbia nafanya hata bila kuambiwa, kwa sababu najua hiyo dalili ya kukua kiroho. Kama nahitaji kukua kiroho sio kutafuta kiti kizuri na kochi kukaa pale, pendo umepotea. Yesu akasema, mimi sijaja kuwa bosi wenu, nimekuja kuwatumikia. Kitaka
kujua huyu anakuwa kiroho, huyu anakuwa kiroho. Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Dalili ya pili kujua huyu anakuwa kiroho, muangalia anavyoenenda, anavyotenda mambo katika nyumba ya Mungu. Kuna mtu hapo ukimwagiza unaona kabisa sura imebadilika. Umemwona wa nini? Anavimba kama vile umemdharau vile. Kuwa kiroho, kuwaji wa kiroho pendwa. Utaona mtu anaomba pepo zinatoka, wewe unafikiri kwa sababu tu aliingia kwenye maombi. Yako mambo kedekede ya kufanya ambayo yanaachilia nguvu ya Mungu juu ya mtu. Nilikuwa nashuhudia ushuhuda mmoja kabla hata sijaanza huduma. Kuna kanisa moja liko Dar es Salaam kule, watu waliookoka wakawa wanashuhudia. Mtu mmoja aliwahi kwenda kule, anasema asubuhi na mapema kukawa kuna baba fulani anawasha gari lake, mtajiri, anawasha gari lake mapema, anawahi kanisani. Akifika anakimbia chooni, anadeki yeye mwenyewe, sio anatoa hela mtu adeki. Anasema ni tajiri, anadeki pale anapoweza, anasafisha na pangusa viti. Alafu kimkuta wala hata sio kiongozi kanisani, amekaa ametulia, wakati wa sifa anamsifu Mungu kana kwamba hana tena ya kula. Kumbe ni tajiri mkubwa sana. Nafuta vitu, nasafisha, jishughulisha kwa mambo manyonge. Anasema yule ndugu alipoona anamaliza ibada, anaingia kwenye gari, akasema hili gari kwa kuona watu wakamwambia sio hili tu, ni tajiri. Lakini kwa Bwana utajiri wake uko chini, anashuka ili Bwana apate heshima. Lakini kuna mtu leo akipiga suti yake nzuri hawezi kupiga magoti. Angalia suti yangu itachafuka. Hawezi kusifu, maana nywele zitaharibika. Dalili ya pili ya kwamba huyu anakuwa kiroho, habagui kazi ya kufanya kwenye nyumba ya Mungu. Nikwambie kitu, sema ehe. Ukiona mtu ni Mkristo hata kama ana miaka 50 kanisani, hajishughulishi na mambo ya manyonge, bado ni mtoto. Unajua imefikia hatua mpaka kazi ya kusafisha kanisa eti wameachiwa mashemasi. Mimi sio shemasi. Nani alikwambia? Nani alikwambia kwa mashemasi ndio wanakufutia viti? Dini inawafundisha watu. Na ndio maana unaona wachungaji wengi sasa hivi ni mabosi. Na wamama wachungaji mabosi wameweka nini? Wametengenezewa kochi kubwa na wao wakakubali wakalikalia. Mwanangu. Mimi nishasema huo ubosi upotelee mbali. Wala kwangu usije. Uende kule panapotakiwa, ila kwangu usije. Mimi nikikuta kanisa chafu nafagia. Hata wao wawepo washiriki 10,000. Hata wawepo 100,000. Siku hiyo Mungu na mimi ameniachilia katenda kakuongeza upako. Watakuwa najiuliza nini siri yake? Mambo manyonge yaliyowashinda watu yana utukufu tena wa Bwana wa majeshi. Nitakufunulia huku mbele nako kwenda, utaona. Yesu anafika mahali na wanawisha wanafunzi wake miguu. Wanasema Yesu, inakuwaje unatuosha sisi miguu wakati wewe ni Bwana?
Akasema tulia nikunawishe, maana katika hapa ndio kuna upako. Nyie mnaona miujiza inatendeka, mnafikiri tu ni kwa sababu niliomba. Yako mambo ambayo ni manyonge, nikiwatumikia ninyi Bwana ananiachilia nguvu zaidi ya kuwatumikia zaidi. Watu wanapenda kutumikia, kana angalia tu nani amefanya, nani hajafanya. Kwa nini hujafanya? Sikia, mambo ya kiroho yako hivyo. Mambo ya kiroho yako hivyo. Mpendo, kama nimekuta hapa kanisani pachafu, ukaniona nashika mfagio, usininyang'anye mfagio. Tafuta mfagio wako tusaidiane. Maana mimi najua ninachokifanya. Sifanyi kwa ajili yako, nafanya kwa ajili ya Bwana aliyenipa uzima. Nami nafanya nikijua watu wa Mungu wasikae pachafu, maana ni wa heshima. Kama Yesu alijitoa kwa ajili yao, akafa kwa ajili yao, yaani mimi tu kushika mfagio kwa ajili ya watu. Napata changamoto gani? Kuna mwanaume alikufa kwa ajili yao. Wewe una madhara, uwafutii viti, ufagi wakaingia pasafi. Mungu aliwafia. Je, angekuambia kama leo unaona kushika mfagio ni kichefuchefu kwao, eti wamekudharau, wamekushusha cheo. Yaani mimi popote ninapokuwa nikiona kuna nafasi ka kutumika na kimbizana nako bila kujali watanichukuliaje. Wakisema kielele, asante. Wakisema najipendekeza, asante. Wakisema natafuta sui kanini, asante. Yoyote utakayosema, asante. Mimi ninajua moyoni mwangu ya kwamba hapa wala sitafuti urafiki na mtu wala connection na mtu. Natafuta connection na Roho Mtakatifu na Baba wa mbinguni kwa kufanya haya. Haleluya. Yaani ukisema hata nije nikufutie viatu, nitakufutia. Nitakufutia. Ukisema sasa najikomba kwangu ni wewe. Ila mimi najua kwa kufanya hivyo ninaongeza vitu. Kesho ukikuta mambo yamechanganya kwangu, usiseme Mungu ana upendeleo. Nataka nikwambie, usiseme Mungu anapendelea. Mungu aligawa kwa wote, lakini wewe ukujua namna ya kufanya, ulikaa. Biblia inasema wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe. Haleluya. Nasema tena haleluya. Mathayo 20:25 mpaka 28. Nipate wasomaji wazuri basi wanitie moyo. Mathayo 20. Hebu fanyeni zoezi hilo jambo. Napata changamoto kwenye hilo jambo. Hebu fanya. Hebu ona mzigo kwamba mbona mchungaji anahangaika sana kwenye ile eneo. Hebu okoa hilo jahazi. Unaweza ukifanya umanani, utapenda kusoma Biblia mara kwa mara na nini? Alafu utashangaa unatusaidia hapa kanisani vizuri. Nasoma kwa jina la Yesu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 20 mstari wa 25 hadi 28. Amen. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa ni watawala kwa nguvu na wakubwa wao ni wakulisha. Ndio. Lakini mstari wa 26, lakini haitakuwa hivyo kwenu ninyi. Endelea. Bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu. 27 Biblia inasema. Ndio. Na mtu yeyote atakayekuwa wa kwanza. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. 28 Biblia inasema. Ndio. Kama vile mwana wa Adamu asitokuja kutumikiwa. Kama vile mwana wa Adamu ambaye ni mimi Yesu sikuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafasi yake. Bali kutumika. Shia hapo baba. Yesu anatoa kanuni ya kiroho.
upako. Wewe unataka nguvu za kiroho, wewe unataka kushinda, wewe unataka kuinuliwa, unataka kuwekwa kuwa kiongozi. Kiongozi sio bosi. Kiongozi, kuwa kiongozi sio heshima. Kwa unataka uheshimiwe, kuwa kiongozi kutumika, watumikia unaowaongoza. Haleluya, amen. Bwana sifiwe. Leo watu wanafundisha vitu gani? Mbona tunaacha mafundisho ya Yesu? Unakuta hata mtu anafundisha kwa maneno lakini kwa matendo yanagoma. Nasimama hapa kama mchungaji nafundisha kutumika, mimi mwenyewe situmiki, natumikiwa. Unakuta mtu amesimama hapa anafundisha tu, yani kutumikiwa. Nasema mkifanya hivi ndio mnamtumikia Bwana. Hamuangalii nyumba ya mchungaji. Unajua nyie mtapigwa na Bwana. Sijui nani amekuja leo kwa mchungaji. Ni mchungaji huyu? Nafundisha kutumikiwa. Sawa, ni vizuri kuyafanya hayo, lakini tuyafanye hayo ikiwa tumetoa nguvu ya kwanza kumtumikia Kristo. Haleluya! Kuna mtu ananielewa mchana wa leo? Kuna mtu anataka kubadilika mchana wa leo? Yesu anasema hivi, desturi ya ulimwengu, mabosi wanawaamrisha watumwa wao, lakini sivyo kanuni ya mbinguni. Lazima yoyote anayetaka kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu ahakikishe ya kwamba ni mtumwa wa watu wengine. Nahitaji kuwa wa kwanza katika ufalme wa Mungu. Kubali kuwatumikia walio mbele yako. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa hiyo pointi ya pili, dalili ya pili ya kuwa kiroho, tunakupima kwenye viwango kwa namna gani unajishughulisha na mambo manyonge. Upako hauji tu kwa sababu unautaka. Upako unaletwa na vitu vilivyodharauliwa. Fanyia mazoezi anayokuambia, alafu uone majibu yake baada ya mwezi mmoja. Utaniambia, utaona umeanza kubadilika. Utaona kuna vitu vimeanza kutokea ndani yako. Utaona ukipata nafasi ya kusimama kuhubiri, utaona kuna uvuvio fulani unaachiliwa ndani yako, kwa sababu umekaza bidii katika mambo manyonge. Wakati watu wanajikunja tu kwamba nitayapata haya kwenye maombi, nataka nipige maombi ya siku 3, nikisimama fire inatoka. Unapiga ya siku 3, hakuna hata fire. Maana kweli unaingia kwenye maombi, umekaririshwa, unaomba Baba jidhihirishe, watu waone utukufu wako. Siku ya kwanza asante, ya pili asante, ya tatu asante. Lakini tukirudi kwenye eneo jingine, huambiwi shika fagio, fagia kanisa. Kuna watu wako hapa ni washirika, hawajui hata tunachotaga maji wapi. Hawajui. Mambo manyonge. Haleluya. Yale mambo yanaleta utukufu wa Mungu. Yes. Iko nguvu imejificha kwenye mambo manyonge. Mtu mwingine kumwambia tufuate mbali, unaona anabitua mdomo. Sijui tu kubetua, ningebetua kidogo kama mfano. Bahati mbaya kuna mmoja alibetuaga alafu akapindia huko kwa mazima. Mimi sikujua, nilifikiri amezaliwa hivyo. Siku moja namsikia mama yake anamwambia, "Fulani, malingo umebetua mdomo mpaka umeenda upande jumla." Nikajua kumbe ndio sosi. Sikujua. Mimi nilijua amezaliwa hivyo. Yaani usimwambie hayo. Dalili ya pili ya kukua kiroho, tutakuona ni kiwango gani
Kwa na ndugu mmoja anafanya kazi mgodini. Hakuwa analipa hela tu. Kawaida tu kwa maisha asili, hata ukinipa hii mtashukuru. Alianza analipa 700,000, mwisho akaenda karibu 900,000 huko kutafuta milioni. Yule ndugu ilikuwa ikifika Jumamosi anaweza akasahau kula, anaomba mpaka ruhusa kazini mgodini, anawahi kwenda kufanya usafi. Alikuwa anajitoa kwa nguvu zake. Ndio maana mimi nasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na mali zako zote. Yaani kumpenda Mungu sio umpende kwa hela zako tu, mpaka kwa nguvu zako, mpaka kwa roho yako na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ninafundisha mambo ya kiroho hapa jamani? Amen. Kuna mtu anaelewa haya? Amen. Kuna wakati hela yako haitakiwi. Kuna wakati nguvu zako zinatakiwa. Hizo hela amekupa Mungu. Kuna wakati Mungu hataki sadaka ya pesa. Kuna wakati anataka sadaka ya nguvu alizoweka kwenye mwili wako. Maana kuna wagonjwa wana hela lakini wamelala. Wewe umepewa nini? Neema ya ajabu. Mpaka Bwana ameweka nguvu ndani yako. Unaona shida kufanya usafi, mpaka unapigiwa kelele kufanya usafi ndani ya kanisa. Kuanzia leo Bwana abadilishe moyo wako. Nasema kuanzia leo Bwana abadilishe moyo wako. Unaweza kujipanga tu, umemaliza ibada, unajua panapochota maji, unasema mimi leo sihitaji kuambia nimemaliza ibada, ratiba yangu. Kama wamama wanakaa, mimi nina kazi yangu, na wasiana mama pema nampa taarifa, mama mimi nitaondoka, naenda kuna kazi, kuna sehemu naenda, au mwenyekiti wa mama atafanya 1 2 3. Lakini ile bado hujaenda, unakimbia unabeba madumu mawili ya maji, unamwaga. Wakati unamwaga unasema Yesu, hizi nguvu ulinipa wewe na hii kazi umenipa wewe, haya maji lazima niyalete kama shukurani kwangu katika jina la Yesu. Kwa kuleta haya maji natamani kuona maisha yangu ya kiroho yanabadilika. Pendo, nataka nikwambie, ukiendelea bila kukata tamaa utaanza kuona kuna vitu vinaongezeka ndani yako. Yako majaribu yalikuwa yanasumbua ndoa yako, vile vikaragosi ambao vilikuwa vimeshaanza kukakaa kwa mke wako, kwa mume wako, utaanza kuona Bwana wa majeshi anaingilia kati, anaanza kusambaza, anaanza kuvipiga hata bila ya kuomba, wala ujui ni saa ngapi Bwana ametenda, na hata ukuingia kwenye maombi Bwana anapigana vita. Haleluya. Amen. Haleluya. Tulikuwa na mtu mmoja kabla hajaondoka kwenda kazini, anajua ratiba yangu leo imekaa hivi, lakini anajua nitaondoka saa ngapi. Anawahi mapema sana asubuhi, anafanya vitu fulani kabisa. Alafu nyewe mtarudi mtakuta mambo yamekaa sawa, mjui nani kafanya. Iko thawabu. Na hiyo ni dalili ya kukua kiroho. Aliyekuwa kiroho. Tole tu mfano mdogo, wewe mpendwa, unaelewa maana una watoto bwana, unaelewa haya mambo. Mtoto aliyekuwa haambiwi kufagia uwanja, anafagia peke yake. Mtoto aliyekuwa amefika mahala, mama Winnie akifika mahala akakua. Unajua Winnie anaweza akakua, samahani natoa mfano, anaweza akakua lakini anaonekana mdogo na umri mdogo, lakini amekua. Unashangaa hujamwambia, umemaliza kula, hujamwambia tu afu unashangaa tu mwenyewe. Huyu kakua. Aliyekuwa haambiwi kila jambo. Ukiona mtu anaambiwa kila jambo, mtoto. Sema tu ana mwili mkubwa na miaka mingi, lakini mtoto. Una binti liko nyumbani, lina miaka 17. Eti unaweza kwa sunda vyombo, huyo ni binti. Si toto kabisa. Anafuta meza vibaya kama vile anapaka wanja meza. Ana hivi.
uchafu wa huku unahamia huku, uliokuwa huku unahamia katikati. Nimemaliza. Mtoto. Sema ndugu yangu, umejaliwa tu matiti makubwa, lakini wewe mtoto. Kweli umri wako ni wa kuzaa, lakini kwa akili hii nayo ione, wewe ukizaa ni mtoto, kazaa mtoto. Ila tatizo ni moja, au tofauti ni moja, kwamba kuna mtoto mwenye mwili mkubwa na mtoto mwenye mwili mdogo. Basi. Lakini akili yao ni ya watoto. Ila huyu ni mtoto hana matiti, ila huyu mwingine ni mtoto mwenye matiti makubwa kama jagi. Basi tofauti ndio huu. Tukipima ile size ya matiti, mwingine hakuna, mwingine kama diaba, lakini mtoto. Ila tu umenizidi matiti basi, ila wewe ni mtoto. Kuna mtu anaelewa kwa Kiswahili hapa? Maana kwani tufundishe kwa mafumbo? Matiti sio dhambi. Bahati mbaya mimi kwa sayansi nilikuwa nakapenda kwa sikwenda huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, mtoto atambuliwi kwa udogo. Ngoja niwachekeshe leo mfano mzuri nimeuona hapa mpaka nikafurahi. Yule binti wa mama nani? Wa mama Hepi. Yule anaitwa nani? Doli alikuwa ametumwa sijui na nani kuleta vitabu hapa. Sasa ile nguo yake imeshonwa kwa namna fulani. Sasa akagundua. Mimi nikagundua huyu mtu mzima. Japo ni mtoto. Akagundua kwamba ilikuwa imepanda juu kidogo, imejikunja. Kama mlimuona alikuja ameishika hivi. Yaani alishika hivi. Alafu aliposogea pale mimi nilimwangalia. Ndio akaanza kufanyaje? Ila alikuwa alikuja ameishika, aligundua hiyo. Mimi nikasema huyu ni mtu mzima. Ila anaonekana mtoto, ila ni mtu mzima. Amegundua kwa namna hii ilivyokaa, nikipita mbele za watu nitaleta shida. Japo anaonekana mtoto, lakini alifanya mambo ya kiutu uzima. Lakini kuna mtu mzima anaweza kutembelea uchi hapa. Mtu mzima anaonekana miaka 30, 20 na ngapi, mama ana familia yake, lakini amekuja hapa nusu uchi. Na wala sitafute namna ya kujisaidia kabla hajasaidiwa. Doli alisaidiwa hapa kabla hajasaidiwa. Alijisaidia mwenyewe kabla hajasaidiwa. Atupimi watoto kwamba huyu ni mtoto kwa kuweka futi. Tunaangalia futi, wewe una futi ngapi? No. Tunapima huyu ni mtoto kwa matendo anayotenda. Haya unafanyayo ya kitoto, japokuwa una mwili mkubwa, wewe ni mtoto. Sema amina kama unanielewa, sema amina kama unanielewa, sema amina kama unanielewa. Haleluya. Mtu anayekuwa kiroho utamuona anavyokuwa na pilika. Wewe usiogope watu watasema nini. Mimi wasiogope. Ninapokuwa hata kwenye vikao kule vya CPCT vya wachungaji, tena mimi nikipata gazeti tena ndio nasema kwanza sikuletwa hapa kukaa. Yaani wewe nikizipata zile zinakuja, yaani hapa na kwa naangalia hapa kuna tenda gani. Yaani niko pale lakini macho yanaangalia kuna tenda gani. Je, kuna meza inatakiwa isogee mbele au inatakiwa irudishwe pembeni kidogo? Yaani macho yangu yanakuwa yanaangalia nipate kakibarua ka kufanya. Hapo wakati mwingine kuna watu watasema mchungaji labda nijipelekeze kwa mtu fulani, labda ni ndugu yangu, ungejua akili yangu ilipo. Wala siko huko. Kuna kitu natafuta, kile ambacho watu hawakijui. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna mtu anahimizwa kuja, yani anahimizwa kwa mambo hayo. Uchukubali mtoto ndio anaangalia kinyesi kiko hapa, wala hajui namna ya kufanya. Lakini mtu mzima
anajua cha kufaa, nichukue jembe au koreo nikakimwage. Haambiwi. Kwa dalili ya pili ni kujishughulisha na mambo manyonge. Yohana 13, tusome mistari mirefu kidogo. Mstari wa kwanza, alafu nitakwambia uishie wapi. Wewe endelea tu kusoma, alafu nitakwambia. Yohana 13. Yohana, Biblia inasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, na hali amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu, naye anakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake. Akaweka kando mavazi yake. Na mchukue hiyo point. Akaweka kando mavazi yake. Endelea. Akatwaa kitambaa. Akajifunga kiunoni kikazi. Kisha akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawala wanafunzi wake miguu yao na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Akamfikia Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, ndio wewe wanitawadha miguu mimi? Wewe unadiriki kuniosha mimi miguu? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe ulijui, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu. Anajaribu kukataa. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu yoshe, na kichwa changu na kuongezea. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ili ya kutawadha miguu. Ishia tu hapo. Yesu akavua mavazi yake yale ya heshima akayaweka kando, alafu akaingia kwenye utumishi. Akachukua kitambaa akaanza kuwaosha wanafunzi wake miguu. Petro akasimama akamwambia, haiwezekani mkubwa namna hii unaosha miguu. Haiwezekani wewe mchungaji unafagia. Bwana, haiwezekani, hatutaki. No. Haiwezekani simama mchungaji. No. Alafu hiyo ndio wanajua ni mafundisho mazuri. Hayo ndio wanajua mafundisho mazuri. Yesu alikataa. Alisema, pamoja na haya yote mnayojaribu kuyafanya, mimi napaswa kufanya, kwa sababu najua nalolitenda. Ni amlijui. Aliweka kando heshima yake na mavazi yake, akavaa utumishi. Nimesema kujishughulisha na mambo manyonge. Sema kwa sauti, kujishughulisha na mambo manyonge ni dalili ya kukua kiroho. Na nimesema ukuaji wa kiroho ni tendo endelevu. Hatufiki mahala tukakomaa kwamba tumefika mwisho. Ni tendo endelevu la kukua kila wakati. Ukuaji wa mwili unakomea mwisho, unafika mwisho, lakini ukuaji wa kiroho hauna mwisho. Hauna mwisho. Na mimi unajua nimefika kwenye level ya nini na nini.
Andika hii point. Kinachompandisha mtu kiroho ni utendaji, mabano, utumishi. Kinachoweza kumsababisha mtu akapanda katika viwango vya kiroho ni utumishi, kutumika. Kwa lugha nyepesi, Yohana 12:26, kinachoweza kumsababisha Mkristo akakua kiroho au akapandishwa daraja akawa level ya juu, mafuta yakaongezeka, ni kutumika, sio kutumikiwa. Mimi kama nahitaji kuongezeka na nikampendeza Mungu, lazima nitumike. Nisiangalie utumishi wangu wa jana, niangalie leo natumikaje. Utumishi ndio kitu pekee ambacho kinaweza kumpandisha mtu. Yohana 12:26, naomba mtu asome. Ndio. Mtu akinitumikia ndio nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwako. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Cha kwanza Yesu anasema mtu akinitumikia anifuate. Yaani mtu akinitumikia afanyeje? Anifuate. Maana yake awe mfano wa kwangu. Kama kweli unanitumikia, basi fuata nyayo zangu. Kama unanitumikia Kristo, fuata nyayo zangu. Pita pale nilipopita. Kama unanitumikia, kama wewe mtumishi wa Mungu, na mimi pia niliwahi kuwa mtumishi wa Mungu. Yesu mwenyewe anazungumza, kama wewe mtumishi wa Mungu na mimi pia ni mtumishi wa Mungu. Sasa angalia jinsi Yesu alivyokuwa duniani na jinsi alivyokuwa anamtumikia Mungu, kwa maana alikuwa mtumishi wa Mungu. Je, wangapi wanaamini Yesu alikuwa mtumishi wa Mungu? Na wangapi wanaamini Yesu ni mtumishi wa Mungu? Yes. Nani anaamini kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu? Nyosha mkono juu. Unaamini kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Na mimi naamini ni mtumishi wa Mungu. Sasa Yesu anasema, kama ukitaka kunitumikia, unifuate. Maana yake nimfuate Kristo ambaye ni mtumishi wa Mungu mwaminifu, mwema. Mtumishi wa Mungu mwaminifu. Kwa nasikia mtumishi kwenye Injili anasema, sema mtumwa mwaminifu. Mtumishi wa Mungu mwaminifu. Haleluya. Yes. Sasa kama tunataka kumtumikia Yesu, tumfuate Yesu. Lakini pia anasema tena, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Hivi kinachopandisha mtu, heshima anayezungumzia Yesu ni heshima baada ya nini? Ni heshima baada ya utumishi. Kwa maana hiyo kinacholeta heshima ni utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Madam Sofia pale ni mtumishi wa serikali, si ndio? Kinachosababisha watu wanamheshimu ni kwa sababu yeye ni mtumishi. Yaani kwa sababu anawatumikia. Ila bila kuwatumikia hawezi kumheshimu. Sijui unaelewa? Natoa mfano ambao unaweza ukauelewa kwa haraka. Sijui unanielewa vizuri? Yaani kinachosababisha mtu anakuheshimu ni sio kwa sababu ya gari ulionao, ni kwa sababu unamtumikia. Okay, mtu anakuja pale ni mgonjwa. Anafika pale na ana hela lakini ni mgonjwa. Watu wote kule hawawezi kumsaidia. Anamleta kwako nesi. Unafika pale, anaona jinsi ambavyo umetumika kwenye zile huduma, unafanyaje? Yule mtu anaogopa, anakuheshimu. Lakini sio kwamba anakuheshimu kwa sababu una chochote. Anakuheshimu kwa sababu umemtumikia. Yaani mpaka hata anashindwa kuongeza, akikuangalia na kuogopa. Yaani wewe ni mtu wa kawaida. Kwa nini unakuogopa? Sio kwa sababu unatisha. No, kwa sababu umemtumikia. Sijui unaelewa maana utumishi. Unaelewa ninachokilenga? Okay. Uko nyumbani kwako, wewe ni mama. Mtu amekuja pale nyumbani ana njaa. Ana njaa. Amekuja
anakuja, amefika pale, anafika pale, anakaa. Mama unaamua kumtumikia, unaingia jikoni, unatengeneza ugali, dagaa, nini, weka hapo, unatenga mezani. Yule mtu anapokula, akimaliza kula, anakuheshimu. Unafikiri amekuheshimu kwa sababu gani? Kwa sababu umemtumikia. Yaani heshima inakuja baada ya utumishi. Sijui kuna mtu anaelewa. Mimi nasema, yaani tena mtu akinitumikia, Baba ataniheshimu. Ukitaka uheshimiwe kwenye jamii, tumikia jamii. Ukitaka uheshimiwe na watu, tumikia watu. Ukitaka uheshimiwe na familia, tumikia familia. Ukitaka uheshimiwe na kanisa, tumikia kanisa. Na ukitaka uheshimiwe na Mungu, mtumikie Mungu. Yule uliyemtumikia. Kuna watu kule nyuma watamdharau. Wanaweza kumdharau, fulani hatumpendi kabisa, fulani hatumpendi. Lakini kama wanaongea hayo maneno katikati ya mtu ambaye aliwahi kupata huduma kupitia wewe, yule mtu atasikia kichefuchefu, atasema hapana. Kwani sema mnamuongea mtu ambaye aliwahi kuniokoa mimi? Hawezi kukubali. Unamsemaje huyu? Huyu aliwahi kuniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikuwa naumwa, nikaenda hospitalini, nikadungwa sindano pale wapi, kwa suka pale. Sasa kuna nesi alinipa hiyo huduma. I say, yaani wewe nikimwona hata kwamba natamani kumsalimia. Sio kwa sababu amependeza, kwa sababu ya ile huduma aliyonipa. Mbona tunaongea tunaficha vitu bwana? Situelezane tu ukweli. Bwana asifiwe sana. Wewe umewahi kukutana na mtu akakuachia bonge la hela pale? Sisi ukimwona kwa moyo tamani akuone tena, inawezekana kuna muujiza. Tuelezane ukweli. Yaani unaweza kupenya angalau unalewa kuone, umsalimia, aisee nimekuona bwana. Umeshapenya, umetoka kule, kuna umati, umepenya wewe ndio umemwona. Hata yeye hajui uko hapa. Hajui. Hebu unashangaa tu mimi. Sasa wewe kusalimia bwana. Umechangamka moyo. Huduma. Alitoa huduma. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu alikupita ukiwa na shida, hakukujali, unatamani hata kupoteza muda wako. Tuambizane ukweli. Mbona tunaficha ukweli? Wapendwa, wenyewe mmekuaje siku hizi? Mtu akiongea ukweli mnaanza kumchukia. Haleluya! Tena ukimwona jifanya uko busy kabisa, ulikuwa umechoka, unatiwa na nguvu ya kwenda nyumbani. Nipita huyu hamna kitu huyu. Unashum kabisa, hauna macho, kumbe unajua je unako kweli. Ila mtu aliyekutana na hitaji lako akakusa moyo wako, aisee unatamani umsalimia, akijidaje asikia, unaongeza sauti, akijidaje asikia, unasogea na kusalimia. Jamani, ni mimi. Wewe ni nani? Ni mimi uliyenisaidia siku hiyo. Yeye hata kicheka tu, yaani wewe unasuzika moyo. Safari iendelee. Kama unaelewa, piga kelele ya amina. Unajua maana ya kupiga kelele ya amina? Piga kelele ya amina kama unaelewa. Sasa kama Yesu anasema tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Vipi kuheshimiwa na Mungu? Yaani wewe ukaheshimiwa na Mungu. Unajua maana ya kuheshimiwa na Mungu? Hatujaelewa. Unajua maana ya kuheshimiwa tena na Mungu? Unajua maana? Kuheshimiwa na Mungu. Anasema mtu akinitumikia tena. Yaani Yesu aliongeza akaongeza akasema tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu.
Baba anapokuheshimu, maana yake chochote unachokiomba anakupa kwa wakati. Anawaambia malaika wanaogawa upako na viwango vya upako, anasema mpeni kwa kipimo cha kujaa na kusukasuka na kushindiliwa hata kumwagika. Achilieni vyote vya thamani akae navyo yeye, maana nimemheshimu. Wewe nikwambie, mheshimiwa hapewi vilivyochoka. Mheshimiwa kama unataka kumzawadia, mheshimiwa kama ni ng'ombe, peleka amenona. Kama ni jogoo, niliwahi kuona wakati fulani Magufuli alitembea wakampa jogoo. Ni jogoo kweli, sio kajogoo kana degedege. Nampelekea mheshimiwa, utapigwa. Atawaambia watumishi wake, kamateni hiyo, wekeni ndani, anakuja kunijaribu hapa. Yaani kama unapeleka vitu kwa mheshimiwa, vinaenda vitu vya kiwango. Haleluya! Sasa Baba atakuheshimu. Baba akifikia viwango vya kuheshimu, kama ni nyumba unajenga, sio nyumba ya kawaida. Kama ni gari, sio gari la kawaida. Unanielewa vizuri? Kuna mtu bado tuko naye hapa kanisani, hawa alishaenda kuchoshea maharage. Hivi tuko hapa kanisani au tunachoshea maharage kule? Haleluya! Haleluya! Anasema tena mtu akimtuita, Baba atamheshimu. Kinachompandisha mtu katika utumishi, katika huduma au kiroho ni utumishi. Yaani utumishi ndio unaompandisha. Unajua watu wanataka, Baba nataka viwango Baba. Baba nataka viwango Baba. Baba viwango Baba katika huduma yangu. Nikisimama kuimba Baba, mapepo yaanguke. Nikisimama kufanya nini Baba? Umati. Nikisimama kufanya nini Baba? Yesu akujue. Nikilitaja jina lako Baba, nguvu yako itembee. Baba nataka Baba. Anaishia tu kwenye maombi, anaomba, anaenda kufungua. Nakula, analala. Miaka nenda rudi amna. Lakini kuna mtu wewe jaribu kuangalia watu wote wanaopata promotion kwenye kazi. Hawakaji wanaomba kwa bosi, nipandishe bosi. Bosi nipandishe bosi. Bosi nipandishe bosi. Bosi. Nipandishe bosi. Bosi niko chini ya miguu yako. Nipandishe bosi. Bosi apandishi mtu kwa sababu umempigia makelele. Bosi amekaa anaangalia nani anatumika. Kinachokupandisha sio bosi, kinachokupandisha ni utumishi wako. Kinachokupandisha sio kelele, kinachokupandisha ni juhudi zako. Unanielewa? Mpendwa, tunaelewana? Wewe nenda wewe kwa bosi, wende ulielie pale, atakupiga kofi. Bosi, nipandishe bosi. Yaani mimi unajua nini? Mshahara hautoshi. Yaani ukamshahara niko nako basi miaka yote hautoshi mshahara wangu. Bosi nipandishe. Bosi! Tena nimefiwa baba bosi. Yaani nakwambia ndio majukumu yamelemea. Mtoto wa dada naye, mtoto wa mjomba naye amekaa kwangu. Na mimi mwenyewe yana katoto. Ni bosi. Anayekupandisha sio bosi. Narudia tena kwa herufi kubwa. Nani aliwahi kulalamikia bosi akampandisha na kumweleza majukumu na matatizo mengi alionayo, halafu ikawa ni kigezo cha yeye kupanda kiwango? Bosi amekaa pembeni, anaangalia nani nikimtuma anafanya kwa bidii. Anaangalia kwenye listi, nani anawahi kazi, nani ana jamu nyingi hapa anachelewaga. Japokuwa yeye yani ni Mwarabu hata wewe Mwarabu. Yaani japokuwa wewe ni Mwarabu kabisa,
unaonekana kama vile Mwarabu, kama mzungu hivi, kama Mchina kidogo, lakini bosi anaangalia ile attendance, anaangalia absent ni nyingi. Mwarabu wangu huyu Mchina, absent ni nyingi. Ni kweli kweli, anadunda vizuri kweli, akiongea panachimbika. Lakini hebu niangalie, anakuja saa ngapi? Yaani huyu juzi alikuja saa 4 na muda wa kazi ni saa 2. Siku iliyofuata alichomoza saa 6. Yaani yeye kuhaga ni yeye, kuombaomba yani uzuru ni yeye, kila kitu pembeni. Na Uchina wako kaa pembeni. Si ndio maana mpaka watu wanaoneaga wivu kwenye kazi. Unakuta anapewa mtu promotion mwenye elimu ndogo, mwenye elimu kubwa amebaki pale pale. Wale wanasema, "Nenda namzidi elimu, unajua mimi kwanza na degree, yeye diploma tu ana cheti." Sawa, una degree ya karatasi, lakini huyu ana PhD ya vitendo. Na watu wanaangalia vitendo. Unanielewa mpendwa? Wewe una makaratasi yameandikwa kabisa pale kwamba una degree, lakini tukiangalia kabisa kwenye vitendo wewe ni la popo. La popo kabisa, na masikio yamechorwa. Degree yako ni kwenye karatasi, kwenye vitendo yani wewe ni unasoma vidudu, wewe ni wa vidudu. Paka wanaonea hivyo, wanapeleka kushtaki. Nani fulani amepandishwa, alafu mimi mwenyewe namzidi elimu. Mimi kwanza nimetoka field juzi. Tatizo sio field, tunaangalia na field yako wewe. Unatusaidieje hapa? Shangaa mtu anapandishwa. Na rafiki yangu yule mtumishi tulisimama naye, tusimamia kwenye ndoo. Ana level tu ya kawaida tu ya diploma kwenye kazi yake. Lakini imeshatokea mara kadhaa wanamuonea wivu. Wanamuweka manager idara ya maji, alianza pale Meatu. Manager wakamuonea wivu, wakasema hata elimu ndogo, sisi tuna madigrii, tuna madini. Amekuja wakamfanyia visanga, wakamtoa, wakamshusha chini, akasema sawa, ninaye Bwana wa majeshi. Sio mnafahamu Romanos? Akaingia mbele za Bwana, bidii yake kwenye ile level aliyomweka. Unajua kuna level ya mtu hata ukiishusha inapanda tu, ukiweka inapanda tu. Wewe ukiishusha inapanda tu yenyewe. Wewe umekataa inakubali tu yenyewe. Wala hahitaji kupigiwa debe. Kuna watu waliwekwa juu na waliambiwa ni marufuku kukaa chini. Na ndivyo ulivyo wewe ukitendea kazi neno la Bwana. Amekuja juzi hapa kaniambia, unajua mtumishi wamenihamisha kutoka Meatu, waliniweka kazi ya chini, wamenirudisha, wamenipeleka Magu, bado ni manager. Haleluya. Una elimu kubwa, lakini mwenzetu anawazidi kwenye utumishi. Na kinachotakiwa mpendwa ni utumishi. Ni sawa na shule. Wewe ulikuwa namba moja mpaka form 6, form 4 kule. Tunakuja sasa huku Uswahilini. Umeshamaliza shule? Sawa. Wewe ulikuwa namba 1 kule, sawa? Tunakuja sasa huku. Unaweza ukawa wa mwisho. Ukashangaa wewe mwenzako alikuwa kule yani namba 50 ndio namba zake. Wa 90 fulani wa 90. Wewe unasimama pale wa kwanza fulani na madaftari, utaishiwa kupewa madaftari. Tukija huko hakuna madaftari. Hakuna tumpigie makofi. Huku achanganye miguu mwenyewe. Changanya zege mpendwa. Tufanyeje sasa? Unakuta kumekaukiwa. Hakuna hela. Sasa huko hakuna cha daftari mpendwa, huko tunakula hela, hatuli madaftari. Hapa sasa mpendwa, kama ulikuwa unakotoa what is physics, huko hauulizwi. Huko unauliza what is ugali. Where is hela ya chumvi? Ndio tunauliza. What is chemistry? Huko unauliza where is nguo? Where is hela ya kodi? Huko mnedeje hela ya kodi. Ndio maisha ya zonge. Karatasi lako pelekea mwalimu wako, alafu bahati mbaya kashazeeka, hayuko, kashastaafu. Akusahihisha. Huko tunakuja kusahihishana kwenye maisha mpendwa. Sahihishana. Mwenye nyumba anataka kodi. Kimwambia nilikuwa kwanza kule, nilikuwa nashika namba 1. Kwa hiyo namba 1 naomba uishike hapa. Naomba hela. Hapa tunashika hela. Hapa tushike.
tunashika ngunga. Ugali hapa tunataka tushike ugali. Maisha ya somo. Ndio ushike namba moja. Hapa ugali. Unaleta ugali nishike hapa. Nipe kitu niweke kwenye mikono yangu. Mambo yakae vizuri. Na Kiingereza chako utakisema baadaye. Hapa tunahitaji tukonge ugali. Mwambie tu mke, mimi niko shujaa. Kwanza yeye wa kwanza. Mke hataki wa kwanza, hiyo habari peleka mbali, peleka huko. Tunataka hela tulipe kodi, mtoto anaumwa hapa. Chomoa hela. Taka bajaji hapa. Niambie kwa hapa ni bajaji ya kutufikisha kule government. Mzee ulikuwa unakuwa wa kwanza. Leta bajaji baba, changamka bajaji. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Au kuna mtu ameelewa? Tunaelewana wapendwa? Jamani, tunaelewana? Utabaki unajisifu tu. Utumishi. Mungu anaangalia utumishi. Yesu anashughulika sana hata sasa hivi. Naomba tulisome hilo afu tumalize. Petro wa kwanza 5:7. Petro wa kwanza 5:7. Tusome hapo. Unajua watu wanafikiri Yesu ameshastaafu. Yesu amekaa. Soma. 5:7. Ndiyo. Biblia inasema. Waraka wa kwanza wa Petro. Ndiyo. 5:7. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Kwa maana yeye hujishughulisha sana. Kwa maana yeye hujishughulisha sana Kwa mambo yenu. Hapa ni baada ya Yesu Kristo kuondoka. Na aliyeandika waraka huu ni Petro. Tuko pamoja? Haleluya. Baada ya Yesu kufanyaje? Petro analiambia kanisa kwamba Yesu mnayefikiri amestarehe, Yesu huyo mnayefikiri amemaliza kazi duniani, anajishughulisha hata sasa kwa ajili ya mambo yenu. Afu unasema hii ni level yangu mimi ya kukaa. Yesu mwenyewe hajakaa. Hata sasa anashughulika. Yaani Yesu kwa kujishughulisha kwake ndio maana mimi na wewe tuko wazima. Anasumbuka sisi tuwe wazima. Maana kuna kazi anafanya. Bwana tusaidie. Kinachompandisha mtu utumishi, kutumika kwenye nyumba ya Mungu. Unatumikaje? Mungu anathamini sana utumishi wako. Chana na hadithi za miaka ile. Miaka ile haimsaidii mtu chochote. Mimi sio wa miaka ile, mimi ni wa mwaka huu. Wa miaka ile mtafute, ongea naye. Ila mimi naishi mpaka sasa ni wa mwaka huu. Usiniambie nilikuwa nafunga, nilikuwa na ubiri, yani mimi nilikuwa nashuhudia, nilikuwa nasoma Biblia, nilikuwa nafanyaje? Hayo mwambie huyo ambaye hayupo. Sisi tunataka tuone sasa hivi unafanya nini? What are you doing? Haleluya. Amen. Nasema tena haleluya. Kuna watu walifagia mwaka jana, mwaka huu hawafagii. Kuna watu walikuwa na deki choo mwaka juzi, mwaka huu wameacha. Umebaki tu baba, kumbuka mwaka jana nilikuwa na deki. Toka hapa na mwaka jana yako. Si tuko mwaka huu. Utumishi umeshapaki. Kwani Yesu ameshakwambia acha? Nani kakwambia acha kudeki mwaka huu? Kuna kapepo kamekudanganya. Leo umejifariji tu. Kwa mfano nianze kusema kwamba yani mimi kanisa ipo kwa najengo nilijitoa sana. Mwaka huu wanaposema kutoa, mimi nishatoa mwaka jana. Pumbavu wewe. Hauna akili kabisa, yani utakuwa hata tuvunwe.
Si ulifanya mwaka jana ya misha, si uondoke sasa mwaka huu umekaa hapa kufanya nini? Bwana tusaidie sana. Nazungumza na mtu hapa. Haleluya. Amen. Si ndio wamekaga kwenye dini. Ile kanisa sisi. Ndio kanisa tulijenga sisi. Wazee wa dini. Hamjui kuwasikia? Tulijenga wakati ule hapa palikuwa ni pole. Na miaka hiyo mawe tulikuwa tunasomba kwa basikeli. Tunaleta hapa. Hapa palikuwa pagumu. Unapaona pepesi hapa sasa hivi. Ni mchanga tu ulisombwa na mawe. Lakini hapa kwa tulichimba, nilichimba mikono yangu hii ilikuwa inachuka. Haya mzee, asante. Sasa hivi unafanya nini? Amekalia haya. Biblia inasema Yesu yeye yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Kama ulianza katika roho, mbona huyo roho amekufa? Mbona amekufa? Umeacha mambo ya roho, umerudi mwilini. Paulo akakasirika, akawaita Wagalatia kwa jina baya, akawaambia enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga? Akasema akawaambia mlianza katika roho, mbona mnamaliza katika mwili? Mambo ya roho ni yote umejaa yapaki, umebaki wa hadithi. Na kati ya vitu watu wataenda jehanamu kwa sababu ya historia ya mambo yao ya nyuma. Yesu, Biblia inasema hivi, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani? Kile kilichoanza ndani yako kinatakiwa kiendelee, na Bwana akikute kimeongezwa. Unaonaje kwa zile talanta waliopewa? Yule aliyefukia alitupwa kwenye giza nene, kwenye kilio na kusaga meno. Hakutenda dhambi yoyote. Hakutenda dhambi yoyote, ila alitupwa kwenye giza ambalo pia watenda dhambi watatupwa humo, naye akatupwa humo. Kwa sababu gani? Hakutenda. Ila yule ambaye aliendelea kuzalisha, Bwana alipokuja akakuta, yaani ni hivi, wewe ulinipatia 5, yaani hapa ndugu yangu nikwambie, hapa sina 5. Hebu chukua cha 6. Anajakaa sawa, chukua na cha 7 hicho hapo. Hajakaa sawa, chukua. Yesu anajiuliza, hivi sasa mimi zililipo 5 jamaa? Wanaulizana na malaika, tulipo 5, hivi 7 vimetoka wapi? Anamwambia tulia, vilikuwa 5, chukua cha 8 hicho hapo. Hajakaa sawa, cha 9 hicho hapo. Hajakaa sawa, cha 10 hicho hapo. Yesu akasema stop. Wewe nyang'au ambao ulitunza, leta hapa. Ongezea huyu jamaa, ongezea huyu. Alafu nyewe wanajeshi wangu, kamata huyu, peleka kwenye mateso akateseke. Ngoja nikwambie, ukiona mtu anapumzika sasa hivi atateseka baadaye, lakini wale wanaoteseka sasa hivi watapumzika baadaye. Wale wanaotoa hela kwa ajili ya injili sasa hivi watafurahi baadaye. Wakina Zakaria tulishaamua tukasote mtaani ili baadaye tusisote mbinguni. Haleluya. Wakati mchungaji mwenyewe amemaliza, anasema nimemaliza, unajua si mara moja unatalii na mke wako, mnaenda angalau unampumzisha kupika, mnaenda pale submarine. Yaani mmepata 30,000. Mlivyo na matope kwenye akili zenu. Mmechukua 30,000. Mmekwenda kwanza kwa bajaji ya kukodi. Mkijitahidi pikipiki imewabeba mshikaki. Mnaenda kula 30,000. Yote inaisha. Amemaliza kula hayo makuku. 20,000 imekatika. Na penyewe bado mnaona haijatosha 25. Imebaki 5,000. Mnarudi, mnakuja kutuma msusa, mna akili. Mara moja unamtoa mke wako out. Tunaangalia na out yenyewe tunatokaje. Tusilazimishane maisha mtumishi. Yaani usinipandishe mimi kwenye level ambayo mimi sijafika. Kama jirani anafanya, asante, ni wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi auti yangu sasa hivi nikijua nikiondoka hapa na buku 3 yangu, nasogea pale kwa Mama God, nikifika pale kwenye supermarket yetu, tunaemea vitu vya kututosha na familia na kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia sasa. Yaani hapa sasa utabaki zako hata na kaela kwa kumtumikia Mungu.